Vijana wawili ambao ni Jackson Kabalo pamoja na Joseph Mrindoko wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi iliyopo mkoani Arusha na kushtakiwa kwa makosa mawili ambayo ni kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu namba 16 cha sheria ya makosa ya mtandao, huku kosa la pili likiwa ni kutoa maudhui mtandaoni bila kuwa na leseni kinyume na kifungu namba 116 cha 3B cha sheria ya mawasiliano ya kielektroniki pamoja na posta. Mwendesha mashtaka wa serikali akiwasomea hati ya mashtaka watuhumiwa hao katika mahakama ya hakimu mkazi Arusha mbele ya hakimu Regina Oyer, amesema kuwa kati ya tarehe 23 mwezi wa 4 2025 wakiwa na nia ya kudanganya umma walichapisha taarifa ambazo sio za kweli kwenye mitandao ya kijamii iliyonukuliwa ikisomeka kwamba mimi ninachokiona Wachina wataendelea kuja, na sasa hivi nasikia tena tumewapa reli ya Tazara miaka 27, tumebakiza kuwapa Ikulu waiendeshe kwa sababu tumetoa reli, tumetoa mwendo kasi, tukawapa, kilichobaki ni kuwapa TANESCO na Ikulu. Maelezo ya kosa la pili ni kuchapisha na kusambaza taarifa kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube bila kuwa na leseni kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, kosa wanalodaiwa kulifanya kati ya Januari 2023 hadi Juni 2025. Watuhumiwa wote wawili wamepatiwa dhamana, huku hakimu aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo Regina Oyer akiahirisha hadi Julai 21 mwaka 2025 ambapo itakuja kwa ajili ya usikilizwaji wa hoja za awali. Watuhumiwa wote wanawakilishwa na mawakili Ali Myela na Simon Mbwambo kutoka mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania. Vijana hao wanaounda kundi la mtandaoni linalojulikana kwa jina la Wachokonozi walikamatwa Juni 20 mwaka 2025 na jeshi la polisi wakiwa katika kijiji cha Maji ya Chai wilayani Arumeru mkoani Arusha, wakituhumiwa na matumizi mabaya ya mitandao. Watuhumiwa wote kwa pamoja wamekana mashtaka hayo ambayo yamesomwa mahakamani. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.